Mungu anainuka kupambana na wewe, urudi chini, uende tena mahali pa aibu. Tunaishi kwenye dunia iliyojaa watu ambao wanachukia wakiona wengine wanafanikiwa, wanachukia wakiona wengine wanastawi. Kwa hiyo nakutahadharisha tu ya kwamba hauko salama sana ukajisahau ukamwacha Mungu pembeni. Na vita ya hatima, mtu wa Mungu, wanaokuinukia njiani ili kuivuruga hatima yako, hawako tu tayari kuangusha ulichokibeba, lakini wako tayari hata kukuangusha wewe mwenyewe. Unaweza ukachukiwa na wanaokujua na wasiokujua, kwa sababu ni vita ya kiroho. Wakati mwingine wakikutangazia vya hovyo, vipangue. Hata kama hujui Mungu atafanyaje, lakini vipangue kile ambacho wewe unakiamini kwenye maisha yako. Chochote ambacho umetamkiwa ukatangaziwa na kinafuatilia maisha yako, Mungu akipangue jioni ya leo. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Baba mwema, asante kwa ajili ya jioni hii ya kwanza kati ya jioni 8 ambazo tunazo hapa kwa ajili ya semina hii ya kufungia mwaka sharika wetu wa Segerea. Basi Mungu, nitumie mjoli na mtumishi wako kama chombo tu, ili sifa zote, heshima, utukufu na shukrani zikakurudie wewe peke yako. Kwa Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu tunaomba na kushukuru. Amen. Haleluya. Nimshukuru Mungu kwa ajili ya mchungaji aliyechukua nafasi ya mchungaji kiongozi kutufungulia rasmi semina yetu hii. Mchungaji, Mungu akubariki sana. Tunamshukuru Mungu kwamba umeshatufungulia na sasa tunaweza kuendelea. Niwapongeze watu wa Segerea kwa kuwahi. Mimi nilijua kama kawaida yetu, mlishanizoesha saa 1. Sasa leo mmeni surprise, leo mmewahi. Hongereni sana. Nimesema hongereni sana. Nimesema hongereni sana. Ni semina ya mafundisho ya neno la Mungu itakayoambatana na maombi na maombezi. Ni semina ya mafundisho ya neno la Mungu itakayoambatana na maombi na maombezi. Nikumbushe tu, kama ulisahau, usisahau kuja na Biblia, lakini diary yako, notebook yako, daftari yako ya kutunzia hizi siri za ufalme, kalamu ya kuandikia. Ni muhimu sana, kwa sababu kuna vitu vitakusaidia sasa, lakini kuna vingine vitakusaidia baadaye. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Somo ambalo tunalo na tunalianza rasmi jioni hii lina kichwa kinasema vita ya kuifikia hatima yako. Vita ya kuifikia hatima yako. Ni mwisho wa mwaka, tutakuwa tuna shukrani kila siku kumwambia Mungu asante aliyetembea nasi kwa mwaka huu, lakini pia tutakuwa tuna maombi ya kujikumuta na vyote vya uharibifu ambavyo yumkini vilituinukia katika mwaka huu, lakini pia maombi ya kujikabidhi kwa Bwana kwa ajili ya mwaka ujao. Kwa hiyo kichwa kikuu kitakuwa ndio hicho, vita ya kuifikia hatima yako. Mistari ya msingi itakayotubeba kwenye kichwa hicho ni Zaburi ya 62. Zaburi ya 62, ule mstari wa 1 mpaka mstari wa 4. Zaburi ya 62, ule mstari wa 1 mpaka mstari wa 4. Nafsi yangu yamngoja Mungu peke yake kwa kimya, wokovu wangu hutoka kwake. Yeye tu ndiye mwamba wangu na wokovu wangu, ngome yangu, sitatikisika sana. Hata lini
mtamshambulia mtu mpate kumuua ninyi nyote pamoja? Kama ukuta unaoinama, kama kitalu kilicho tayari kuanguka, hufanya shauri kumwangusha tu. Narudia, hufanya shauri kumwangusha tu katika cheo chake. Hufurahia uongo, kwa kinywa chao ubariki, kwa moyo wao ulaani. Naomba niurudie mstari wa 3 na mstari wa 4. Hata lini mtamshambulia mtu mpate kumuua ninyi nyote pamoja? Kama ukuta unaoinama, kama kitalu kilicho tayari kuanguka, hufanya shauri kumwangusha tu katika cheo chake. Hufurahia uongo, kwa kinywa chao hubariki, kwa moyo wao hulaani. Nianze kukusema maisha tuliyopewa na Mungu kwenye uso wa dunia yana mwanzo na mwisho wake. Maisha ya hapa sio ya umilele katika umwili. Katika umwili hakuna umilele. Yana mwanzo na mwisho wake. Napozaliwa kuna vitu Mungu anavianza kwako, lakini kuna mahali Mungu anataka ufike. Sasa kule ambako Mungu anataka ufike ndio tunaita kwenye hatima. Kwenye hatima. Kule ambako Mungu anataka ufike. Lakini tangu unapozaliwa, na uzoefu unatuambia watoto wote wanapozaliwa hawazaliwagi wakiwa wanacheka. Fikiri hata mama kama huko hapa, ungejifungua mtoto na anacheka tu saa ametoka tumboni, labda ungemkimbia. Sababu nature haitufundishi hivyo. Asili inatuambia akizaliwa na afya njema atalia. Wakati mwingine asipolia, manesi na madaktari na wakunga wanatumia nguvu ya ziada kumfanya alie. Hiyo ishara tu ya kulia, sisi tunafurahia kwamba ni uhai kwa mtoto, ni uzima kwa mtoto, lakini kuna siri katika ulimwengu wa roho kwamba kuna vita imeanza pale. Kuna safari ya mapambano imeanza pale. Sasa mtoto atakuwa, taenda shule. Hazaliwi tu na kwenda shule. Kuna umri atafika ataenda shule. Amalize shule na vyuo vyote huko, kwa neema aliyopewa bado yupo kwenye safari ya hatima. Naweza akaingia kwenye ajira, naweza akajiajiri mwenyewe, maisha yanaendelea. Kuna mahali anakoelekea. Anaweza akaingia kwenye ndoa, akaoa, akaolewa, maisha yanaendelea. Kuna mahali anakoelekea. Naweza kupata watoto na yeye akazaa, aliyekuwa mtoto na yeye ni mtu mzima leo anazaa. Kuna mahali anaelekea. Hayo maeneo yote niliyoyasema sio hatima, sio mwisho, sio hitimisho la maisha. Ni vinavyomhusu mwanadamu katika maisha yake na safari yake ya hatima. Lakini hivyo vyote nilivyovisema hapo vinaweza kumkwamisha njiani. Kwa sababu unapokwenda na huu mwendo hautaenda mwenyewe. Kuna watu pia utahusika nao kwenye maisha yako. Utahusika nao kwenye utoto, kwenye ujana, kwenye utu uzima. Utahusika nao ukiwa shule, utahusika nao ukiwa chuo. Utahusika nao ukiwa pale mtaani. Utahusika naye kwenye mahusiano. Kuna watu utahusika nao, hautakuwa mwenyewe. Na haya yote sio tu kwamba ni maeneo salama sana kwako. Pia ni maeneo yanaweza kabeba hatari kwa ajili ya hatima yako.
Kwa hiyo nakutahadharisha tu ya kwamba hauko salama sana ukajisahau ukamwacha Mungu pembeni. Hapana. Tunaishi kwenye dunia iliyojaa watu ambao wanachukia wakiona wengine wanafanikiwa. Wanachukia wakiona wengine wanastawi. Wanachukia wakiona wengine wanachanua. Na si tu kwamba wanachukia wabakie kwenye hizo chuki, huwa wanakwenda mbali zaidi, kufanya hata mashauri ikiwezekana ya kumrudisha chini, kumrudisha nyuma au kumwangamiza kabisa. Unapoanza tu kuonyesha mwelekeo, sasa huyu binti kuna mahali anaenda, sasa huyu kijana kuna mahali anaenda, huyu baba kuna mahali anaenda, huyu mama kuna mahali anaenda, hii familia kuna mahali inaenda. Adui huwa anainuka kupambana na wewe urudi chini, uende tena mahali pa aibu. Mahali pa aibu. Anayezungumzwa kwenye hii Zaburi tuliyoisoma, Zaburi ambayo itatubebea moyo wa somo, anayezungumzwa ni mtumishi wa Mungu, lakini aliye kwenye vita kali ya hatima, kwa sababu kuna kitu anacho, kuna nafasi anayo, kuna kitu kinaonekana, na hicho alicho nacho pale Biblia imetumia neno cheo, lakini nafasi aliyonayo ni kibali alicho nacho, kimemuinulia maadui wengi, na hao maadui wanafanya shauri kumwangusha kwenye hicho alicho nacho, kumwondoa pale. Lakini mashauri yao yanaenda mbali zaidi, wanapanga hata kumuua. Ndicho ambacho nakiona kwenye mstari wa 3 na mstari wa 4 kwenye hiyo Zaburi ya 62. Wanafanya shauri hata kumuua kwa sababu tu ya kile ambacho amekibeba. Biblia imetamka neno cheo. Huyu ni mtu aliyeonyesha mwelekeo, aliyeonyesha ana kitu, kuna mahali anaenda, mahali pa hatima. Ghafla vita inainuka, na vita ya hatima, mtu wa Mungu, wanaokuinukia njiani ili kuivuruga hatima yako hawako tu tayari kuangusha ulichokibeba, lakini wako tayari hata kukuangusha wewe mwenyewe. Hivi ninavyoongea, hata mwaka huu tunaomaliza kwa neema ya Mungu, kuna watu mmeketi hapa ni mashahidi wa haya ninayoyaongea. Kuna waliowainukia huko njiani kuwavuruga. Kuna waliovuruga ile kazi, kuna waliovuruga ile biashara, kuna waliovuruga yale mahusiano, kuna waliovuruga ile ndoa, kuna waliovuruga ile shule, kuna waliovuruga hicho kibali, kuna waliovuruga ile familia. Na wakati mwingine ukishavuruga, ukikosa neema ambayo huyu ndugu alikuwa nayo, huyu ndugu anasema Mungu ni ngome yake, hatatikisika sana. Hakusema ya kwamba hatatikisika kabisa. Kutikisika, atatikisika mstari wa 2, lakini anasema sitatikisika sana. Ukikosa hiyo neema, ukatikiswa sana, hata ukaanguka, wakati mwingine gharama ya kuinuka tena inakuwa ni ngumu, ni kubwa. Kisha onyesha unakoenda. Mama, unaenda wapi? Baba, unaenda wapi? Binti, unaenda wapi? Kijana, unaenda wapi? Unaweza ukachukiwa na wanaokujua na wasiokujua, kwa sababu ni vita ya kiroho. Mbaya zaidi, hiyo chuki kisha inuka, hailengi tu kuangusha ulichokibeba. Biblia inazungumza hapa, mashauri wanayoyapanga pia kukuangamiza na wewe mwenyewe. Wako tayari wakuondolea hata uhai. Sasa kuna mfano ambao nitakaa nao leo na kesho, Mungu ameweka kwenye moyo wangu nilete kwako, kwa sababu mfano huu utanipeleka kwenye lengo la leo, kuanza kuyabatilisha na kuyafuta mashauri ya adui na matamko ambayo yametamkwa kinyume chako, iwe yametamkwa kiibada, iwe yametamkwa kivikao. Tutaanza kushughulika nayo. Unakumbuka habari za Yusufu na ndugu zake? Mungu alipoanza kuonyesha Yusufu ni nani, amebeba nini, anaenda wapi,
Na Yusufu aliposhirikisha kile ambacho Mungu amemwonyesha, yeye ni nani, amebeba nini, anaenda wapi, ndio vita ilianzia pale. Na ile vita, pamoja na kwamba ilikuwa inalenga kile ambacho Yusufu amekibeba, lakini walienda mbali zaidi. Kuna wazo ambalo lilisimama nyuma ya hilo shauri. Walikusudia wamwangushe kwenye cheo chake, wamwangushe kwenye hizo ndoto, wamwondoe kwenye hiyo nafasi, ili alichokiota kisitokee, alichoonyeshwa kisizojibu. Lakini walienda mbali zaidi, walifika mahali mpaka pa kuwaza kumuua. Na usisahau ya kwamba alikuwa ni ndugu yao. Kishaona mahali kuna wazo la kuua, nyuma yake yuko shetani, ndio mwenye kazi ya kuua, sio Mungu. Mwivi haji ila aibe, achinje na kuharibu. Akizungumza habari ya kuchinja ni kuua, bali mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe na utele. Yohana 10:10 inatuambia namna hiyo, maneno ya Yesu. Shetani anapokuja, anakuja kuiba, kuua, anachinja, anaua, anaharibu. Popote palipo na wazo la kuua, tuue ile biashara, tuue ile kazi, tuue ile kampuni, tuue ile ndoa, tuue yale mahusiano, tuue ile huduma. Popote palipo na wazo la kuua cha Mungu, nyuma yake hayuko mwanadamu, yuko ibilisi mwenyewe. Shida yao ni kila alichokibeba, na kuonyesha vitu ambavyo vitakusaidia hapa kwa nafasi ambayo Mungu amenipa kuanza na wewe jioni hii. Hebu angalia kidogo ile mistari, kitabu cha Mwanzo mlango wa 37, ule mstari wa 18 na mstari wa 20. Inawezekana umeshaisikia hii mistari mara kwa mara, lakini naomba uisikie tena leo kwa upya, kana kwamba hujawahi kuisikia. Kitabu cha Mwanzo mlango wa 37, ule mstari wa 18 mpaka mstari wa 20. Mwanzo 37, 18 mpaka 20. Wakamuona toka mbali, na kabla hajawakaribia wakafanya shauri juu yake ili wamuue. Wakafanya shauri juu yake ili wafanye nini? Wakasemezana wao kwa wao, tazama yule bwana wa ndoto anakuja, haya twende tukamuue na kumtupa katika birika mojawapo, nasi tutasema mnyama mkali amemla, kisha tutaona zitakuwaje ndoto zake. Rudi kwenye Zaburi ya 62 mstari wa 3 na mstari wa 4. Nimekuja kufundisha hapa, sikuja kuhubiri. Kwa hiyo acha nifundishe kwanza. Kama kuhubiri nitahubiri kidogo baadaye, lakini nifundishe kwanza. Rudi kwenye Zaburi ya 62 mstari wa 3 na 4. Hata lini mtamshambulia mtu mpate kumuua? Mpate kumuua ninyi nyote pamoja, kama ukuta unaoinama, kama kitalu kilicho tayari kuanguka. Hufanya shauri kumwangusha tu katika ndoto zake, katika maono yake, katika mipango yake, katika malengo yake, katika hayo mahusiano, katika hiyo ndoa, katika hiyo huduma. Mashauri yanayoinuka baada ya wewe kuonyesha mwelekeo yanalenga kukuangusha, lakini huwaga yanaenda mbali zaidi hapo. Wanawaza kuua, wanawaza kukumaliza. Sasa unisikilize, haya mashauri huwaga yanaanzia ndani ya mioyo yao kama wazo. Utaenda kuona na utajua kwa nini Paulo akiwaandikia Wakorintho anasema vita vyetu si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka. Akiwaandikia Waefeso juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Tuna vita katika ulimwengu wa roho. Vita inaanziaga ndani. Anawaambia Waefeso habari ya vita vya kiroho. Akiwaandikia Wakorintho, anawaambia Wakorintho ya kwamba ingawa tunaenenda kwa jinsi ya mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili, maana silaha zetu
si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Anahitaji ngome ya kwanza, tukiangusha mawazo na kila kitu kijiinuacho kilichoinuka juu ya elimu ya Mungu. Tukiangusha mawazo, mashauri haya waga yanaanzia ndani ya mioyo yao, waga yanakuwa kama wazo. Huyu mama anaenda wapi? Huyu baba anaenda wapi? Huyu kijana anaenda wapi? Huyu binti anaenda wapi? Alafu hilo wazo linaambukiza, linakuja kuwa neno linaanza vikao vingine huko. Natafuta ushirika. Linaanziaga hapo. Likitoka kuwa wazo, linaenda kuwa neno. Kwenye neno huwaga pana matamko ya kutengenezewa mwisho wa hatima yako. Yaani kutengenezewa mwisho wako, kwamba hapa hatavuka. Wazo, neno, tamko. Wazo, neno, tamko. Angalia vizuri pale kwenye Mwanzo ule mlango wa 20, ule mstari wa 20, kwenye ile Mwanzo 37, wanasema haya, twende tukamue, kisha tutaona zitakuwaje ndoto zake, nasi tutasema mnyama mkali amemla. Angalia hilo wazo, mnyama mkali amemla. Tutamuua, tukishamuua tutatangaza. Mnyama mkali amemla. Hilo tangazo wanampelekea nani? Wanampelekea baba yao nyumbani. Kwa nini wanatangaza? Ikishatangazwa kama tangazo, ikasikika, ikapokelewa, inatengeneza mazingira ya huyo mtu kuwa hivyo. Ni marehemu tayari. Hiyo biashara ni marehemu tayari. Hiyo ajira ni marehemu tayari. Hayo mahusiano ni marehemu tayari. Hiyo ndoa ni marehemu tayari. Kwa hiyo inaishi, lakini ni marehemu, ilishatangaziwa kwamba imekufa. Ifuate vizuri, tutamuua. Tukishamuua tutasema mnyama mkali amemla. Sasa unafahamu, Rubeni akasema tusimuue, ni damu yetu. Hawakumuua, lakini alipokuja walimvua nguo wakamtupa kwenye birika moja wapo kule porini, alafu akakaa pembeni wakawa nakula na kunywa. Lakini ghafla wakapita Wamidiani, wakashauriana tena, huyu akafie mbele, asifie hapa, tumuuze kwa wafanyabiashara. Sasa angalia vizuri, walimuuza Yusufu kwa wale wafanyabiashara wa Kimidiani kwa vipande 20 vya fedha, wakamuuza. Lakini elewa, walipomuuza hawakumwacha aende na nguo yake. Sijajua kama wale wa Midiani walimvalisha nguo nyingine au walitembea naye akiwa tuna nguo yake ndani, sijajua. Lakini hawakumrudishia kanzu yake waliomvua. Nifuate vizuri, nazungumza siri za ufalme. Usiwaone wapumbavu walioiba nguo zako. Nilikuwa nahubiri Kinyerezi wakati fulani, dada yeye anapoteza nguo zake za ndani tu, na yupo kwenye ndoa, hana uzao, miaka inaenda, shida ya tumbo isiyokoma, lakini ni nguo za ndani tu zinapotea, za ndani tu, kimazingara tu, anaficha kwenye kabati, bado zinapotea. Zingine zilikuwa zinatobolewa, anasema hakuna mahali ambako mende au panya anaweza kupita, lakini bado zinaliwa kwenye kabati, alafu anakula za ndani tu. Nifuate vizuri, walipomuuza Yusufu hawakumuuza na kanzu yake. Kwa nini walibaki na ile kanzu? Kwa nini wasiende tukusema nyumbani ya kwamba hatukukutana naye? Baba ulimtuma tufuatilie, kwa sababu mzee Yakobo alimtuma ya Yusufu, nenda huko mbugani kawaangalie ndugu zako wana hali gani huko wanakochunga. Kwa hiyo wangeweza kusema ulimwagiza aje kwetu, hatujakutana naye, hatujamwona, na ingetosha. Si wameshamuuza nenda Misri, ingetosha mzee Yakobo amtafute pori lote na asimuone, na asingekuwa na wazo kwamba mwanae anaweza kaenda Misri, ingetosha. Kwa nini lije wazo la kumuua, alafu lije wazo pale pale wakiwa wanapanga kumuua wanasema tutasema mnyama mkali amemla, alafu baadaye wanakuwa na wazo la kubaki na nguo yake? Katika ulimwengu wa roho ilikuwa ni ibada. Yaani hapa hata kama nitasahau, naomba Roho Mungu anikumbushe, kila aliyepoteza nguo, iwe ya ndani au ya kawaida,
lakini umepoteza nguo. Maana kuna mali nafsi yako imekamatwa. Kama ulikuwa hujaelewa, nguo inabeba nafsi ya mtu. Nguo inabeba nafsi ya mtu. Inabeba nafsi ya mtu. Hii nguo niliyoivaa hapa inabeba nafsi ya mtu. Inabeba nafsi, inabeba vya kwangu. Inabeba nafsi ya mtu. Nguo uliyoivaa hiyo hapo inabeba nafsi ya mtu. Tunapoziombea nguo za wagonjwa, okay. Sasa nimeridhika kwamba beti zimekwisha huko. Tunapoombea nguo za wagonjwa, niletee nguo ya yule mgonjwa. Hawezi kutembea, kalazo Ocean pale kabisa, niletee gauni yake. Niletee nguo anayoivaa. Natafuta nini? Jasho lake? No, nafsi yake. Natafuta nafsi yake. Walibaki na nafsi ya Yusufu. Ndakuonyesha mtu wa Mungu kuzuia hatima ya Yusufu. Na walipobaki na nafsi ya Yusufu, waliifanyia ibada ya mauti, ibada ya maombolezo, ibada ya mazishi. Biblia inasemaje? Walichinja mbuzi. Walichinja mbuzi. Niliongea ushirika wazo hili, niongee na Segerea. Wanaokwenda kwa waganga wa kienyeji wakapeleka na sadaka za kuchinja, hazichinjwi zile kuku, hazichinjwi zile mbuzi kama mbuzi. Wanachinja uhai wa biashara yako, wanachinja uhai wa kampuni yako, wanachinja uhai wa ofisi yako, wanachinja uhai wa hayo mahusiano, wanachinja uhai wa hiyo ndoa, wanachinja uhai wa hiyo huduma, wanachinja uhai wa hicho ulicho nacho. Kwa hiyo wakati wanachinja mbuzi, walikuwa wanachinja uhai wa Yusufu. Wanatamka mauti kwa Yusufu. Ile damu ikatunzwa, wakachukua nguo. Kwenye nosi imeandika waliizamisha. Pale wamesema waliichovya. Hapa nimeandika waliizamisha. Ngoja tuangalie kidogo ile mistari, alafu nikueleze kitu fulani. Pale pale kwenye Mwanzo 37. Hebu angalia mstari wa 31 mpaka 36. Nifuate vizuri, nifuate vizuri. Pale pale kwenye Mwanzo 37, angalia mstari wa 31 mpaka mstari wa 36. Sema amina. Wakaitwaa kanzu ya Yusufu, wakachinja mwanambuzi na kuichovya kanzu katika damu. Wakaenda nayo ile kanzu ndefu, wakamletea baba yao. Wakasema, tumeona hii, basi utambue kama kanzu hii ni ya mwanao ama si. Akaitambua, akasema, ndiyo, kanzu ya mwanangu. Mnyama mkali amemla. Daka hilo neno, mnyama mkali amefanya nini? Mnyama mkali amemla. Bila shaka Yusufu ameraruliwa. Yakobo akararua mavazi yake, akajivika gunia viunoni na kumlilia mwanawe siku nyingi. Wanawe wote na binti zake wote wakaondoka wamtulize, lakini akakataa kutulizwa. Akasema, la, nitamshukia mwanangu nikisikitika hata kuzimu. Baba yake akamlilia. Mstari wa 36. Nao Wamidiani wakamuuza huko Misri kwa Potifa, akida wa Farao, mkuu wa askari. Naomba nifuate vizuri, mtu wa Mungu. Kuna mambo kujifunza hapa ya msingi sana na ya muhimu sana. Bwana asifiwe. Walibaki na kanzu ya Yusufu, wakachinja mbuzi. Walipochinja mbuzi, wakaichovya ile kanzu, wakaichovya ile kanzu kwenye hiyo damu. Wakati wanafanya hiyo ibada hapo, kafara hii, tamko ambalo walikuwa nalo ni hili: mnyama mkali amemla, mnyama mkali amemla, mnyama mkali amemla. Kwa hiyo Yusufu hataonekana tena, wakiwa pia wanawazo ndani ya mioyo yao kwamba kule alikouzwa kwa wale wa Midiani, huko anakoenda hana baba, hana mama, hana kaka, hana dada, hana familia. Kwa hiyo atafia tu kule kama mtumwa, hana msaada. Kwa hiyo walijiridhisha ya kwamba wanachokitangaza ndicho kitakachosimama kwenye maisha ya Yusufu. Hili tangazo lilitengenezwa kwenye ibada yao pale nyikani. Wamechinja mbuzi, wamemwaga damu, wakimtaja Yusufu, wakiitaja nafsi ya Yusufu, wakaichovya nguo yake kwenye hiyo damu, nguo ya Yusufu.
Halafu wanarudi nyumbani wakiwa na uso wa huzuni ya kinafiki, kwa sababu wanafahamu ambacho amekifanya. Naambia baba, tumepita huko porini, wakati tunarudi tumekutana tu na hii nguo. Hebu angalia, alafu nikusaidie kitu hata kama haijaandikwa pale. Sema inawezekana baba Yusufu amelaluliwa, inawezekana mnyama mkali amemla. Hebu niangalie ni yako hapo. Alafu wanajaribu lile ambalo wamelipanga kule porini. Mnyama mkali amemla, tuseme hivyo, lipokelewe kwa haraka hapa nyumbani, likubaliwe kwa haraka hapa nyumbani. Tangazo lao likubaliwe kwa haraka. Hayupo tena, hataonekana. Hiyo biashara haipo tena. Atarudi tu mgombani yule, lazima afunge hilo duka. Hiyo kazi haipo tena. Hiyo ndoa haipo tena. Yaani kuna matangazo yanakusudiwa huko kuzimu, alafu yanawekwa kwenye vinywa vya watu yatangazwe. Hata hapa kuna watu mmetangaziwa matangazo ya ajabu sana. Neno wafuatilia. Baba, tunaishi amelaluliwa, tunaishi mnyama mkali. Angalia hii kanzu, hii nguo ni ya kwake au? Yakobo anaangalia kanzu, anaona ni ya mwanae aliyemshonea mwenyewe. Anasema ni ya mwanangu ndio. Ghafla anapokea lile tangazo, anapokea lile wazo, ni Yusufu. Kwa kweli ndio unavyoniambia, ndivyo ilivyo. Mnyama mkali amelalua mwanangu. Jamani, Yusufu amelaluliwa. Yakobo anaanza kulia. Nyumbani amepokea msiba usiokuwa na maiti. Yakobo analia vilio viwili. Vilio viwili. Kilio cha kwanza, Yusufu amekufa, amelaluliwa na mnyama. Kilio cha pili, hata iona maiti yake. Hiyo inaumiza sana. Tulikosa majibu ya kumjibu mama mmoja pale Kinondoni, nikiwa na mchungaji. Nimemaliza huduma, nimekaa ofisini, mama amekuja, mtumishi wa Mungu, mwanangu alitoka kwenye yale maandamano. Alitoka. Sasa wenzake wanasema sijui alipigwa, sijui risasi ya mguu, akawa hapo chini, wakitaka kumsaidia, askari wakaondoka naye. Sasa tunamtafuta, hatumuoni. Sijajua mtumishi mwanangu atakuwa hai au kijana wangu atakuwa hai au. Tunaangaliana na mchungaji hivi. Tukatafuta neno la faraja la kumpa mama. Huwezi kumwambia mwanao ameshakufa, sahau. Lakini sisi wenyewe tujui pia huyu mtoto yuko wapi. Yusufu analia vilio viwili. Kwanza amefiwa na mtoto, pili hata iona maiti yake. Sio maneno ya Isaac Omari, Biblia. Ndio maana alilia siku nyingi. Alikataa kutulizwa, alikataa kufarijiwa. Nyumbani walipokea msiba pasipo kuona maiti. Nifuate vizuri. Tangazo lililokusudiwa kule nyikani, mnyama mkali amemla, likapokelewa kwa haraka sana. Kwa haraka sana. Unajua kuna kelele zinasikizishwa huko duniani, na wewe inawezekana umesikia wanavyokuzungumza, wanavyokutaja, wanavyokusema. Na haiko sawa. Na haiko sawa. Na wakati mwingine hauko hivyo. Ni kwa sababu yanazungumzwa kila siku yanakudhoofisha. Hayo makelele unayasikia. Hata ukiwa unaomba unasikia mawifi wanachokisema. Na mawifi hawako hapo. Unasikia maneno yao. Unasikia majirani wanachosema. Na majirani hawako hapo. Unasikia yale matusi ya mume wako. Unasikia ile maneno makali ya mkeo, unasikia, lakini hayupo hapo. Unavyozungumzwa, unavyosema, ni matangazo hayo. Na hizo kelele zikiendelea, usipozikataa na kuziondoa kwenye masikio yako, kile ambacho kinatangazwa kila siku unakipa nafasi ya kukisikia, kinazaliwa kwako. Kwa sababu ni roho inayotafuta mpenyo useme ndio. Mchungaji mmoja aliongea mahali na alikuwa yuko sahihi. Akasema kule vijijini ambako kuna uchawi wa kiwango cha juu vijijini, sio watu wote wanaokufa kweli wale wanakufa, wengine wao wanachukuliwa misukule. Uchawi tu, mnapewa hapo mgomba, unaona ni mwanao, kumbe ni mgomba, mwanao kafichwa mahali huko. Hamjasikia nini? Waga inatokea mtu alizikwa miaka 10 iliyopita, leo ameonekana. Ulikuwa wapi miaka 10? Tulikuzika wewe. Tukala kabisa na wali wa msiba wako. Tuliomboleza siku 40. Tulivunja matambo. Leo unatokea wapi? Kona ya wapi? Na wengine waga wanaongea walipokuwa baada ya kufanywa maombi na kuelezea walikokuwa. Sasa tuliyemzika miaka 10 alikuwa ni nani? Kama unakuja leo.
Sasa yule mchungaji akasema hivi, wale wachawi wanaocheza na maisha ya watu, nafsi za watu, wanapochukua labda mtoto wako au ndugu yako kimazingara, wanamficha mahali, huwa wanachokitamani sana pale nyumbani, mkishaona huyu mtu ajiamka asubuhi, cha kwanza mwanze vilio na mayowe, mkubali hiyo hali. Mwanangu hana pumzi. Mwanangu, mkubali. Kubali tu kwanza kwamba mwanangu hayupo. Ndio utaelewa kwa nini mwanamke Mshunami alikataa kelele za mauti kwamba mwanae amekufa. Amemkamata mwanae hivi tangu asubuhi. Adhuhuri, mchana, mtoto anakata roho, anamtikisa eleweki. Hakutangaza kafa. Anampeleka juu kwenye chumba ambacho nabii alilala kule. Chumba ambacho kilitolewa nabii mtoto akazaliwa. Waombolezaji wanakuja hapo, vipi hapa? Sasa mtu aliye kwanza. Neno la mwisho analo nabii. Kwa hivyo vilio vyenu acheni kwanza. Siri za ufalme. Mama anakataa hata kelele nyumbani kwake za msiba. Mpaka nabii aseme, huyu mtoto amekuja kimeujiza. Nabii alitoa nabii akaja. Kwa hiyo kama anaondoka, nabii aseme, amehusika Mungu au msukule. Kule kijijini wanafurahi, wameshaanza kulia, na wao watakuja watalia kuliko waliofiwa. Tupokee hiyo mauti, amekufa. Jamani poleni. Watalia kuliko waliofiwa. Pote roho ya huzuni iendelee pale. Tangazo likubaliwe, amekufa. Sasa tukazike. Kumbe mnaenda kuzika mgomba. Tangazo likishakubaliwa, nifuate vizuri. Tangazo likishakubaliwa, hiyo hali inabaki hapo, kwamba ndivyo alivyo. Umejiuliza swali, kwa nini Yesu akiwa anaenda nyumbani kwa Yairo, ghafla hapo njiani anatokea yule mwanamke aliyotokwa na damu miaka 12 na anapokea uponyaji wake? Baada ya kumponya huyo mama, safari inaendelea. Ghafla anakuja ndugu mmoja kutoka nyumbani kwa Yairo. Yairo alikuwa mkuu wa sinagogi, alimfuata Yesu ili akamponye binti yake, alikuwa ni mgonjwa. Hawezi, yupo katika hatari ya kufa. Mara anakuja mjumbe, anamwambia Yairo, usimsumbue mwalimu, kwani mtoto wako ameshakufa tayari. Tunajiandaa kwa mazishi. Usimsumbue mwalimu. Huimfuata Yesu ili akamponye mtoto. Tangazo ni hili, mtoto ameshakufa. Usimsumbue mwalimu. Kuna neno Yesu alilijibu kabla ya Yairo hajajibu. Alimwambiaje? Usiogope, amini tu. Manake hicho nachoambiwa kwanza kipangue kikatae. Sababu kuna kitu kitafanyika hapa. Acha nikupe kidogo hiyo mistari, alafu nisogee mahali. Sema amina. Kitabu nianzie mbele alafu tarudi nyuma. Luka mlango wa 8. Mstari wa 49 mpaka 51. Kuna mtu anapokea kitu hapa? Kuna mtu anapokea kitu? Sasa usimzoe Isaac wa mwezi wa 9 wa kulipuka tu na injili ya mstari mmoja. Hapa tunasoma Biblia. Mwezi wa 9 ni injili ya nje, watu waokoke waende mbinguni. Hapa tunapeana maarifa, msuri wa imani. Naeleweka vizuri? Mwambie mwenzio, msuri wa imani. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Unapoingia 2026 unaingia na msuri wa nini? Nakwambia ukweli, hakuna vifo vya kipepo kwenye malango yako. Hakuna. Havitatokea, havipo. Luka mlango wa 8. Ule mstari wa 49 mpaka mstari wa 51. Angalia kidogo pale. Alipokuwa akinena hayo, alikuja mtu kutoka nyumbani kwa yule mkuu wa sinagogi, akamwambia, binti yako amekwisha kufa, usimsumbue mwalimu. Lakini Yesu aliposikia hayo, alimjibu, usiwe na hofu, amini tu, naye ataponywa. Angalia mazingira. Hasemi naye atafufuka. Naye atafanya nini? Ataponywa. My Lord, my God. Alipofika nyumbani, hakuacha mtu kuingia pamoja naye, ila Petro na Yohana na Yakobo na babaye yule mtoto na mamaye. Na urudia mstari wa 51. Alipofika nyumbani, hakuacha mtu kuingia pamoja naye, ila Petro na Yohana na Yakobo na babaye na yule mtoto
na babaye yule mtoto na mamaye. Anabeba wanafunzi watatu, anabeba na wale wazazi, anaingia nao ndani. Yesu alikuwa na wanafunzi wangapi? Hamjanijibu watu wa Segerea. Yesu alikuwa na wanafunzi wangapi? Kwa nini anabeba watatu? Hao wengine wanashinda gani? Kuna vitu vya ziada vilikuwa kwa hao watatu. Ndio maana anapokuaga faraga za siri za ndani, kuna faraga ya kawaida, lakini faraga ya ndani anawabebaga hao. Petro, Yakobo, Yohana. Amefika nyumbani, anawachukua hao watatu. Nyinyi wengine 9 mtusubiri huko. Kaeni kidogo kwa kina Andrea. Subiri kidogo. Petro, twende. Yohana, Yakobo, baba, mama, twende. Na wakati hao wanaingia, wale waombolezaji wote walitolewa nje. Hapo nilikuonyesha uone alibeba wanafunzi wake watatu, na wakati alikuwa na 12. Sababu kuna mazingira anataka kutembea nayo ili jambo lizaliwe. Hapo nyumbani wameshakubali hali ya msiba, mtoto amekufa. Yesu anabeba na hii misuli mingine ya imani mitatu, wakabadili hali ya hewa ndani. Siturudi nyuma, Marko ameingia kwa ndani zaidi. Marko mlango wa 5, habari ni hiyo hiyo. Marko mlango wa 5. Marko mlango wa 5. Mstari wa 35 mpaka 42. Marko mlango wa 5. Marko mlango wa 5. Mstari wa 35 mpaka mstari wa 42. Sema amina. Hata alipokuwa katika kunena, wakaja watu kutoka kwa yule mkuu wa sinagogi wakisema, binti yako amekwisha kufa, kwa nini kuzidi kumsumbua mwalimu? Lakini Yesu alipolisikia lile neno, hebu sema lile tangazo. Sema tena lile tangazo. Sema tena lile tangazo. Lakini Yesu alipolisikia lile neno likinenwa, akamwambia mkuu wa sinagogi, usiogope, amini tu. Wala hakumruhusu mtu afuatane naye ila Petro na Yakobo na Yohana nduguye Yakobo. Wakafika nyumbani kwa yule mkuu wa sinagogi, akaona ghasia na watu wakilia, wakifanya maombolezo makuu. Hebu sema walikubali msiba. Sema tena walikubali msiba. Alipokwisha kuingia, akawaambia, mbona mnafanya ghasia na kulia? Kijana hakufa bali amelala tu. Angalia mazingira. Wakamcheka sana. Naye alipokwisha kuwatoa nje, alipokwisha kufanya nini? Alipokwisha kufanya nini? Ni maombi yangu Ezekiel Mari, Mungu awatoe nje wanao kupigia kelele za kushindwa, kelele za aibu yako, kelele za kwamba hautainuka tena. Mungu awatoe nje ya maisha yako. Nifuate vizuri, nifuate vizuri. Wakamcheka sana. Mstari wa 40. Naye alipokwisha kuwatoa nje wote, akamtwaa babaye yule kijana na mamaye na wale walio pamoja naye, yani hao watatu, akaingia ndani alimokuwamo yule kijana, akamshika mkono kijana, akamwambia, talitha kumi, tafsiri yake msichana, na kuambia inuka. Mara akasimama yule kijana, akaenda, maana alikuwa amepata umri wa miaka 12. Mara wakashangaa mshangao mkuu. Mtu mmoja aseme amina. Mtu mmoja aseme amina. Angalia ya mazingira, mtu wa Mungu, angalia mazingira. Ndugu wa Yusufu wamefanya ibada yao ya kummaliza Yusufu kule nyikani, na kafara ya mbuzi wametoa. Wakatoka na tamko, wakatoka na tangazo, mnyama mkali amemla, mnyama mkali amemla, Yusufu hataonekana tena, mnyama mkali amemla, mnyama mkali amemla. Tunaenda kupeleka ili tangazo nyumbani. Walipoenda nyumbani, tangazo likapokelewa na watu wote wa nyumbani. Wasioelewa hila ya hawa ndugu walielewa ya kwamba kweli Yusufu amekufa na hawatamuona tena. Yakobo anaangalia tu kanzu ya mwanae. Huyo mnyama alikuwa ni katili sana, akatafuna hata mifupa yote ya kijana, hajaacha hata nywele, kamaliza kila kitu, kaacha nguo tu, kaacha nguo tu huyo mnyama. Maombolezo makuu yanafanyika pale, tangazo limekubaliwa, limepokelewa, msiba nyumbani ukakaliwa, Yusufu kafa, hatutamuona tena.
Mtoto wa Yairo anaumwa, amezidiwa, amekufa. Wanamwangalia, kweli amekufa. Wanathibitisha amekufa. Vilio vinaanza. Vilio ni matangazo. Vilio vinaanza. Ni matangazo. Unakumbuka wana wa Israeli walipoona bahari ya Shamu mbele yao na nyuma wa Misri unakuja, vilio vilianza. Tangazo, tunafia hapa tayari. Hakuna makaburi ya kusikiwa. Tangazo. Usipojua namna ya kuyazima hayo matangazo, huwezi kuvuka kwenda ngambo. Kufikiria siri ya ajabu sana. Kuna matangazo nimeyazima kwenye maisha yangu. Walivyokuwa wananitamkia ndugu zangu, walivyokuwa wananitamkia watu wanaonifahamu, atafika wapi? Ana msaada gani? Nani atakayemsaidia? Nani ataomoa? Nani ana hela gani? Atapata kiwanja wapi? Kwa hela ipi? Kwa kazi ipi? Matangazo. Nikawa nayasikia, naenda mbele za Bwana, nayapangua, kwa sababu ukiacha yanatokea. Yesu anawaambia, halo, nyamaza. Hayo matangazo ya kwamba mtoto amekufa, nyamaza. Hajakufa milele. Wewe wanamcheka. Huyu jamaa vipi? Amekufa. Hatuelewani. Anawatoa nje. Sikiliza. Hapa alikuwa anawatoa hawa wa mataifa, lakini na wanafunzi. Okay. Unakumbuka hata Petro alipoitwa kule Yafa kwa marehemu Dorcas. Marehemu nani? Dorcas au Tabitha, mama aliyempenda Yesu, aliyejitoa kwa mali zake kutunza watumishi wa Mungu na kazi ya Mungu, alafu akafa. Petro alipoitwa ameenda, Biblia inasema walipokwisha kumuosha yule maiti, wameweka juu ghorofani, wanajiandaa kwenda kuzika. Petro amefika pale, anamwangalia amelala pale, Tabitha ameshakufa, ni marehemu tayari, na hawa watu wanalia huko. Ghafla Petro akasema, kuna kitu kinaweza kufanyika hapa. Lakini kwenye mazingira ya haya ya makelele ya kukubali msiba, hicho kitu hakiwezi kutokea. Unajua alifanya nini Petro? Aliwatoa nje na kuonyesha umuhimu kukataa matamko, kukataa matangazo. Watoe nje. Matendo ya Mitume 9. Daka hii mistari. Siku yangu ya kwanza leo nakupa mistari mingi. Watoe nje. Nimesema watoe nje. Angalia Matendo 9:36 mpaka 42. Matendo 9:36, acha ni 41. Matendo ya Mitume 9:36. 9:36. Na mwanafunzi mmoja alikuwako Yafa, jina lake Tabitha, tafsiri yake ni Dorcas, yani paa. Mwanamke huyu alikuwa amejaa matendo mema na sadaka alizozitoa. Ikawa siku zile akaugua, akafa. Akaugua akafanya nini? Segerea. Akaugua akafanya nini? Akaugua akafa. Hata walipokwisha kumuosha, wakamweka orofani. Na kwa kuwa mji wa Lida ulikuwa karibu na Yafa, na wanafunzi wamesikia ya kwamba Petro yuko huko, wakatuma watu wawili kwake kumsihi na kusema, usikawie kuja kwetu. Petro akaondoka akafuatana nao. Alipofika wakampeleka juu orofani. Wajane wote wakasimama karibu naye wakilia na kumuonyesha zile kanzu na nguo alizozishona Dorcas wakati ule alipokuwa pamoja nao. Angalia mstari unaofuata wa 40. Petro akawatoa nje wote. Petro akafanya nini? Wanakosa gani? Petro akawatoa nje wote, akapiga magoti, akaomba, kisha akaelekea yule maiti, akanena, Tabitha, ondoka. Naye akafungua macho yake, na alipomwona Petro akajiinua, akaketi. Mstari wa 41. Akampa mkono, akamuinua, hata akiisha kuwaita wale watakatifu na wajane, akamweka mbele yao hali hai. Kwa nini nakupa mistari yote, mtu wa Mungu? Kwa nini nakupa hii mistari yote?
ni kukuonyesha nguvu ya matamko ya uharibifu. Kukuonyesha nguvu ya matamko ya uharibifu yanavyoweza kuwa hatima yako, yanaweza kuwa ndoto zako. Alitamka tu shangazi, alitamka tu mjomba, alitamka tu bibi, alitamka tu babu, alitamka tu baba mkubwa, alitamka tu baba mdogo, mama mkubwa, mama mdogo. Niliwasimuliaga sio hapa, sio mahali pengine, dada yetu mkubwa ambaye pia alikuwa na jina kama dada yangu wa huku Segerea. Dada wa huku Segerea anaitwa Amina Saidi. Sasa dada yangu mkubwa Amina Ridhiwani, ambaye ni baba mmoja mama mmoja na mimi. Samani, mama mbalimbali, baba mmoja, tumeshare baba. Samani, tumeshare baba. Amina Ridhiwani, mimi Shabani Ridhiwani. Nilipokuwa nimeokoka miaka ile, dada yangu huyu alichukia mno, na ni miongoni mwa watu walikuwa wanamtukana vibaya sana. Na ndiye aliyesema, yani Shabani, wewe kafiri, siku ukifa pale kanisani kwenu Kigogo wakikuanika kwenye lile jeneza, sijawahi kuingia kanisani, nitaingia kanisani kwa mara ya kwanza kwenye msiba wako, nipige vigelegele pale. Kafiri kaondoka. Mwambie mwenzio tangazo. Kuna mtu anapokea kitu. Naongea vitu vigumu lakini vizito, na vipokee hivyo hivyo. Dada anaongea katika mazingira ya kawaida. Umetuletea unajisi wewe kwenye nyumba ya Sheikh Ridhiwani Omari Mkasa Kindenga, umeenda umebatizwa, unamleta Yesu wa msalaba huko ndani, msalaba huko ndani. Wewe yani siku ukifa kanisani, si mna tabia ya kuanika marehemu, kila mtu amuone pale, mnaaga. Siku ukianikwa kwenye jeneza lako ukiwa umekufa, nitapita hapo kanisani namna hii, nitaingia kanisani kwa mara ya kwanza kwenye msiba wako. Yani ameshajua nitaanza kufa mimi, nitaingia kwa mara ya kwanza kwenye msiba wako na vigelegele. Kafiri kaondoka. Sina hata miaka 3 kwenye wokovu, lakini Mungu alinipa ufunuo. Pale dada yangu nilimwambia, dada mkubwa, dada Amina, na kuheshimu sana dada yangu, lakini Mungu ninaye mtumikia msalabani hata kuruhusu uione maiti yangu. Hata kuruhusu uione maiti yangu. Kama umepanga hilo, Mungu ninaye mtumikia msalabani pale hata kuruhusu uione maiti yangu. Na nafsi yangu iliumia kwa hilo neno lake. Ameongea, atapiga vigelegele kwenye jeneza langu, aseme kafiri kaondoka. Sikusema ngoja nikafunge na kuomba nipinge hiyo. Pale wakitangaza, unatangaza. Hautaolewa, nitaolewa. Hautaoa, nitaoa. Hautapata kazi, nitapata kazi. Hautafanya biashara, nitafanya biashara. Hautajenga, nitajenga. Hautapata watoto, nitazaa mapacha mbele ya macho yenu. Yani lazima ujifunze kuyapangua hayo matangazo. Kafa hajafa. My Lord, my God. Ona nyamaza tu. Hawa ni masikini, hawajiwezi, mnabakia pale. Na hapa hakuna masikini hata mmoja. Kama ulikuwa na matangazo ndio unayafuta, wewe sio masikini. Na uona utajiri mkubwa mbele yako. Hata kama hivi ninaongea hauna chochote, lakini wewe sio masikini. Na uona utajiri mkubwa mbele yako. Hata kama ulitangaziwa umasikini, unaufuta hivyo. Wewe sio wa kukataliwa, na una kibali kikubwa juu yako. Hata kama ulikwambia umekataliwa na kila aina mafanikio, natamka mimi kwenye madhabahu, wewe ni wa kibali, ni wa kustawi, ni wa kuchanua, ni wa kufanikiwa. Nilimwambia dada yangu mkubwa, Mungu niliyemkimbilia msalabani hata kuruhusu ione maiti yangu. Na sikujua Mungu atafanyaje, kwa sababu hata Musa pale kwenye bahari ya Shamu, wakati hao wanafungulia mauti, roho ya mauti, tunafia hapa na hakuna makaburi ya kuzikiwa, bora mtuacha Misri, tufie Misri, tunafia hapa. Musa kabla hajajua Mungu atafanyaje, kwanza alifunga huo mlango wa matangazo ya vifo. Aliwaambia, msiogope, simameni tu mkauone wokovu wa Bwana atakao wafanyia leo, kwa maana hao wa Misri mliowaona leo hamtawaona tena milele. Bwana atawapigania ninyi, nanyi mtafanya nini? Mtanyamaza kimya. Musa anatangaza ili tangazo la afya, tangazo la uzima, tangazo la kustawi, la kushinda, kabla hajajua Mungu atafanyaje. Wakati mwingine wakikutangazia vya hovyo, vipangue. Hata kama hujui Mungu atafanyaje, lakini vipangue kile ambacho wewe unakiamini kwenye maisha yako. Musa mwenyewe alikuwa afahamu Mungu atafanyaje, lakini
lakini alianza kukiri na yeye, msiogope, simameni tu mkaone wokovu wa Bwana atakaowafanyia leo. Bwana alimwambia wapi atafanya wokovu leo? Hakuna. Bwana atawapigania ninyi. Alimwambia wapi? Hakuna. Nanyi mtanyamaza kimya. Baada ya hapo ndio unasogea mstari wa mbele. Musa anaenda mbele za Mungu, analia, Mungu unafanyaje hapa? Baada ya kukiri tangazo la uzima kule, Mungu unafanyaje hapa? Na Mungu anamwambia, mbona unanililia mimi? Kama ulivyosema ndivyo itakavyokuwa. Waambie wana wa Israeli wasonge mbele. Dada yangu amekufa, dada Amina amekufa miaka karibu 8 imepita sasa. Kwa hiyo hata iona maiti yangu. Amen. Amekufa karibu miaka 8 iliyopita. Kwa hiyo hata iona maiti yangu. Na kafa vibaya, hata mama yake mzazi hajamzika. Wala ndugu wanafika kutoka Murati, tena ni hapo Vingunguti tu. Wanakuta ni tuta, wamechelewa msiba. Aliolewa na mjadina mmoja Answali Sudi Manyema, yule wa swala 5. Dada kafa saa 12, saa 2 tayari kaburi, jeneza. Nini? Tuta tayari. Hata wa Murati wanawahi kuja Vingunguti wamzike dada, hakuna. Hata iona maiti yangu. Ni maombi yangu Ezekiel Mahali, chochote ambacho umetamkiwa ukatangaziwa na kinafuatilia maisha yako, Mungu akipangue jioni ya leo. Nimesema tarehe 14 ninapoweka msingi huu, Mungu apangue matangazo yote uliyotangaziwa, matangazo ya uharibifu, matangazo ya kwamba hautaendelea, matangazo ya kwamba hautainuka, matangazo ya kwamba hautastawi, matangazo ya kwamba hautachanua, hautapata kazi, hautapata biashara, hautaoa, hautaolewa, hautapata watoto, hautajenga, hautakuwa na gari ya kwako. Matangazo yote ya kipepo ambayo yametangazwa juu ya maisha yako na yafutwe jioni ya leo katika jina la Yesu. Iwe walitangaza watu wa nyumbani kwenu au watu wa nje nyumbani kwenu, lakini ni matangazo yanayotangaza kwenye maisha yako na yanafuatilia maisha yako, hayo matangazo yafutwe jioni ya leo. Nasema yafutwe kwa jina la Yesu, tena yafutwe kwa damu ya Yesu. Yametangazwa kwenye makaburi, yametangazwa kwa waganga wa kienyeji, ukafinyiwa pale usiinuke tena. Hata wengine mnatembea mnajisikia uzito tu kwenye mioyo yenu, kumbe kuna mahali mmeshikiliwa kwenye malango yao ya kuzimu. Mungu afute matangazo yao na kila aina ya uzito kwenye nafsi yako, uzito wote wa kipepo unaofuatilia hayo matangazo ya kwamba wewe unatembea lakini ni marehemu. Hiyo biashara unaifanya lakini ni marehemu biashara. Hiyo kazi unaenda ofisi lakini ni marehemu ofisi, ni marehemu kazi. Tunakuona upo kwenye ndoa kumbe ni marehemu ndoa. Mungu akuondoe kwenye hayo majeneza, akurudishie uhai wako, ukatembee kati ya vilivyo hai. Kuna mtu mmoja anaanza kunielewa hapa, angeinua mikono yake miwili juu na apige makofi mazuri kwa Yesu mwana Mungu aliye hai. Yesu alisema watu hawa wana majina ya kuwa hai lakini ndani yao wamekufa. Unaweza ukawa unatembea kumbe ni marehemu tayari. Hayo matangazo yamepigiwa kelele ya kwamba huyu ni marehemu. Unafanya biashara kumbe hiyo biashara ni biashara marehemu. Tunakuona unaenda kazini una ajira kumbe hiyo ofisi hiyo kazi ni kazi marehemu, haina faida kwako. Tunaona umeolewa kumbe ni ndoa marehemu, hakuna faida ya hiyo ndoa. Tunaona unajenga kumbe hamna kinachoendelea. Mungu aingilie kati jioni ya leo. Popote ambapo walikutangazia vya uharibifu, walitangaza mauti juu ya maisha yako, ninaongea kwenye madhabahu ya Mungu aliye hai. Kabla ya jua la Januari 26 liyachomoza, hilo vazi ambalo wamekuvalisha na mauti litakuwa limeshaondoka tayari. Nasema litakuwa limeshaondoka tayari, na matangazo yao ya waliokutangazia kwenye maisha yako yatakuwa yameshavunjwa na kuharibiwa tayari. Ninaona kuna watu wako mahali hapa, mlikuwa mmezingirwa na hayo matangazo ya uovu, matangazo ya uharibifu, lakini hivi ninavyohubiri mahali hapa, naiona nguvu ya Mungu inapita kwenye maisha yako, inapita kwenye hizo ngome za hayo matangazo. Kama ulitangaziwa mwenyewe, hayo matangazo yanavunjwa. Imetangaziwa ndoa yako, hayo matangazo yanavunjwa. Wametangaziwa watoto wako, hayo matangazo yanavunjwa. Umetangaziwa usichana wako, hayo matangazo yanavunjwa. Umetangaziwa ujana wako, nasema hayo matangazo yanavunjwa. Imetangaziwa biashara yako, hayo matangazo yanavunjwa. Imetangaziwa kazi ulionayo, hayo matangazo yanavunjwa. Waliokutangazia kufa
umekufa, watashangaa uko hai tena. Ninaongea na mtu mmoja mahali hapa, wale waliosema Yusufu amekufa ndio hao baada ya miaka fulani walimwambia tena mzee Yakobo, Yusufu yu hai. Haya ni maombi yangu Isaac Omari. Unapotoka 2025 kuingia 2026, ingia na kauli nyingine. Hata maadui zako wakashangae, bado unaishi, bado una hiyo kazi, bado unayo mahusiano, bado una hiyo ndoa, bado una hiyo shule, bado unasoma hicho chuo, bado una hiyo biashara, bado una hiyo kampuni, bado una hiyo ofisi, bado una hiyo huduma. Wakashangae, bado unapendeza. Utawaambia nina Mungu aliye hai anayeweza kuyaondoa matangazo ya mtesi kwenye maisha ya kwangu. Wangapi wako mahali hapa jioni ya leo wanapokea unabii huu ya kwamba ni wapao? Hivi ninavyohubiri mahali hapa, ninaiona nguvu ya Mungu inakuondoa kwenye matangazo yao, inakuondoa kwenye matangazo yao. Popote pale walipoikamata nafsi yako kupitia chochote cha kwako, Mungu anainasua nafsi yako jioni ya leo, anaiondoa kwenye makaburi yao, anaiondoa pale njia panda, anaiondoa kule kwenye miti, anaiondoa kule kwenye milima, anaiondoa kule kwenye bahari, anaiondoa kule kwenye maziwa, anaiondoa kule kwenye mito, anaiondoa kule kwenye mabwawa. Naiona nafsi yako inachomolewa kwenye makaburi yao. Naiona nafsi yako inachomolewa kwenye majeneza yao. Naiona nafsi yako inachomolewa kwenye sanda zao. Kuna uhai unaachiliwa ndani yako jioni ya leo. Nasema kuna uhai unaachiliwa ndani yako. Nasema kuna uhai unaachiliwa ndani yako. Nasema kuna uhai. Rabababosaya. Popote ambapo nafsi yako amekamata, iwe kupitia nguo zako au nyayo wako, mahali ulipokanyaga, au bangili zako au hereni zako au pochi yako iliyopotea, popote pale, ninaita nafsi yako itoke shimoni. Naita nafsi yako itoke shimoni. Naita nafsi yako itoke shimoni. Ninaita nafsi yako itoke shimoni. Ninaita nafsi yako itoke shimoni. Ninaita nafsi yako itoke shimoni. Njoo! Rabosaya, Rabababosanda Rabosaya. Ndio kuna watu wanatoka kwenye makaburi ya kuzimu. Nasema naita nafsi yako. Nasema naita nafsi yako. Walikufungia kwenye kaburi la kutokuolewa. Naita nafsi yako. Walikufungia kwenye kaburi la kutokuoa. Naita nafsi yako. Walikufungia kwenye kaburi la kutokupata kazi. Naita nafsi yako. Walikufungia kwenye kaburi la kutokufanya biashara na kufanikiwa. Naita nafsi yako. Walikufungia kwenye kaburi la kutokuzaa. Naita nafsi yako. Chomoka! Shakamaya. Rapapapako. Rapapapako. Ukurasa mpya unafunguliwa wiki hii kwenye maisha ya mtu mmoja. Ukurasa mpya unafunguliwa. Tunayakataa matangazo yao. Tunayakataa matangazo yao. Hebu kila mmoja jiunganishe na hii wingu. Simama yakatae matangazo yao. Simama yakatae matangazo yao. Simama yakatae matangazo yao. Simama yakatae matangazo yao. Iwe uliyasikia au hujasikia, yakatae matangazo yao. Iwe uliyaona au hukuyaona, yakatae matangazo yao. Nimesema yakatae. Nimesema yakatae. Nimesema yakatae. Nimesema yakatae. Yakatae matangazo yao. Yakatae matangazo yao juu ya afya yako. Yakatae matangazo yao juu ya mahusiano yako. Yakatae matangazo yao juu ya ndoa yako. Yakatae matangazo yao juu ya watoto wako. Yakatae matangazo yao. Rabababa, rabababa, rabababa. Endelea kukataa. Endelea kukataa. Ninaona mbingu zimefunguka kwa ajili ya mtu mahali hapa, na anga liko wazi kwa ajili yako. Kataa matangazo yao.
Rabasai, haitakuwa kama walivyosema wao, haitakuwa kama wanavyotarajia wao, haitakuwa kama wanavyongojea wao, haitakuwa. Bwana amekataa, haitakuwa. Bwana amekataa, haitakuwa. Bwana amekataa, haitakuwa. Bwana amekataa. Tunayafuta kwa damu ya Yesu, tunayakataa kwa damu ya Yesu, tunayafuta kwa damu ya Yesu. Matangazo Ribosaya, ribosaya, ribosaya. Naona mbingu zimefunguka, 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 naona mbingu za Bwana zimefunguka, naona mbingu za Bwana zimefunguka, naona mbingu za Bwana zimefunguka. achia kwa damu ya Yesu, achia nafsi za watu, Yahweh, Yahweh, kwa damu ya Yesu, achia biashara za watu, achia Yahweh, achia kazi za watu, Yahweh, 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 kwa ajili ya huyu mama, Yahweh, kwa ajili ya huyu mwanamke, Yahweh, kwa ajili ya huyu baba, Yahweh, kwa ajili ya huyu mwanaume, Yahweh, kwa ajili ya huyu dada, Yahweh, kwa ajili ya huyu binti, Yahweh, kwa ajili ya huyu kijana, Yahweh, kwa ajili ya huyu mvulana. Usinyamaze Yahweh, usinyamaze Yahweh, usinyamaze Yahweh, usinyamaze. achia roho yake, achia nafsi yake, achia roho yake, achia nafsi yake, nafsi iliyotekwa, nafsi iliyozikwa, nafsi iliyofungiwa, nafsi iliyofungiwa. Rapa papa, rapa papa, rapa papa. Tunakataa matangazo yao, tunakataa matangazo yao. Haitakuwa kama walivyosema, haitakuwa kama wanavyotarajia, haitakuwa kama wanavyosema, haitakuwa kama wanavyotarajia, haitakuwa, haitatokea, haitakuwa, haitatokea. Tunafuta kwa damu ya Yesu maneno, tunabatilisha maneno yanayoharibu kazi yake, maneno yanayoharibu biashara yake. Walitangaza Yusufu amekufa, lakini Yusufu alikuwa hai. Kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, Matangazo yao tunayakataa, matangazo yao rababababa. Uchawi wao warudie wenyewe, irithi zao ziwarudie wenyewe, matambiko yao yawarudie wenyewe, wanyama waliowachinja wawarudie wenyewe. kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kafara zilizotolewa, yaliyotumwa, kafara za damu, kafara za fedha, kafara za damu, kafara za Rabosa, tunazikataa, tunazibatilisha, Rabosa, tunaziharibu, tunazifunga, tunaziseka, tunazikemea. Achia, achia sasa, achia nafsi zao, achia roho zao, achia biashara zao, achia kazi zao, achia ndoa zao, achia watoto wao, achia wazazi wao, achia, 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 achia familia zao, achia kazi zao, achia watoto wao, achia biashara zao, achia masomo yao, achia, achia masomo yao yaliyonenewa mabaya, yaliyotangaziwa mabaya, kwa kafara za damu, kwa kafara za pesa, kwa maneno mabaya, kwa maneno mabaya, tunayafuta kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu. Achia, kabla achia, tunatoa sadaka, nataka niachilie neema hii kwa watu wachache, nataka niachilie neema robosi chache. Kama uko hapa, kuna matamko ulitamkiwa na ukayasikia. Nisikilize vizuri, kuna matamko ulitamkiwa na ukayasikia, na leo hii unaishi maisha ya hayo matamko. Walitamka matamko ukayasikia, na leo hii unaishi hayo matamko, unaishi hayo matamko. Yaani walichokisema kibaya ndicho unachokiishi. Kimbilia kwenye madhabahu,
niweke mkono wangu juu yako mara moja tumalize. Kama walichokisema kibaya ndicho unachokitembea, ndicho unachokiishi, kifika mbele funika macho. Mwangalie Mungu peke yake. Iko neema Mungu amenipa niachilie kwako. Walichokisema kibaya ndicho unachokiishi, walichokutakia ndicho unachokiona. Sasa nimesema nawekea watu mikono, mnaongezeka wengi. Wekeni njia za kupita, nitaweka haraka mkono. Rabo seke mayanga, funika macho. Riba sheke mayanta. Nitaomba kila mtu anayewekewa mkono pawepe na mtu nyuma yake. Hatuweki imani kwenye kuangusha watu, lakini tunawasaidia watu kwenye maombi. Tunawasaidia watu kwenye funika macho, funika macho. Wahudumu mnakuwa alert kuwasaidia watu, mnakuwa standby kuwasaidia watu. Kwa sababu kuna watu wako hapa, nafsi zao zimekamatwa mahali. Kuna watu wako hapa, nafsi zao zimekamatwa mahali. Hii ni semina ya kutoka. Mungu aliyemtoa Isaac Omari anakutoa na wewe. Mungu aliyeichomoa nafsi ya Isaac Omari ataichomoa na nafsi. Funika macho. Funika macho. Kule nyuma usiache kuomba, endelea kuomba pole pole. Endelea kuomba pole pole. Zinarudi. Hapa mbele unganisha mikono. Nguvu ya Mungu itatembea kama umeunganisha mikono. Shika mkono wa jirani yako kulia na kushoto. Shika mkono. Unamtia nguvu jirani, shika mkono wa jirani. Tumeona nazidiwa, unamsaidia. Unamsaidia. Tumeona nazidiwa, unamsaidia. Taweka mikono kwa haraka na nguvu ya Mungu itapita kama umeme. Itapita kama umeme. Akiguswa mmoja ukiguswa wote. Tawekea mikono watu wote kwa haraka, kuna shida. Riba sekema yanta. Ninakuchomoa kwenye yale makaburi ya Yesu. Ninakuchomoa pale njia panda. Ninakuchomoa kule baharini. Ninakuchomoa kwenye ile milima. Ninakuchomoa kwenye ile miti na misitu. Ninakutoa kwenye yale maziwa. Kule mahali ambako walitupa nafsi yako jangwani. Ukae mahali pakame, ninaichomoa nafsi yako. Chomoka! Ndio. Rabosaya. Achia. Rababa shanta rabosi. Rika moshanda rabosaya. Pisa pakura babu shanta rabosi. Ripa koraba shanta rianta rabosaya. Chomoka! Ribo sheke manta rabosaya. Unachomoka binti. Hautabaki pale. Hautabaki pale. Baba unachomoka. Matamko yao yanafutwa, yanaondolewa. Yanafutwa, yanaondolewa. Matamko yao. Shika mkono wa jirani kwa nguvu. Na msaidia. Msaidie huyu. Kaa nyuma ya huyu. Msaidie huyu. Msaidie. Yanafutwa, yanaondolewa. Msaidie. Matamko yao yanafutwa, yanaondolewa. Yanafutwa, yanaondolewa. Yanafutwa, yanaondolewa. Rabosaya. Mama, naiona nguvu ya Mungu juu yako. Naita nafsi yako. Itoke shimoni. Yanafutwa matamko yao. Haitakuwa kama walivyosema. Yanafutwa. Msaidie huyu. Msaidie. Yanafutwa. Yanaondolewa. Yanafutwa. Yanaondolewa. Rabosaya. Yanafutwa. Yanaondolewa. Msaidie na huyu. Kuna kitu kinachoona. Power of God. Chomoka kwenye hayo matamko yao. Chomoka kwenye majeneza yao. Yanafutwa, yanaondolewa, yanafutwa. Kuna wengine mstari wa nyuma au ni wahudumu? Wahudumu au wanaombewa? Naonyesha wanaombewa, niweke mikono. Unaombewa? Funika macho. Yanafutwa, yanaondoka, yanafutwa, yanaondoka. Yanafutwa, yanaondoka, 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 yanafutwa. Msaidie. Kuna roho inamfuatilia ya mauti ndani. Amekuja na nani? Nani kaja nayo?
Kaja mwenyewe. Power of God. Hey! Mlete, sogeza. Mwenyewe. Tunatengua huo mtego wa mauti. Power! Hey! Hey! Chomoka! 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 Tunafuta hilo tego la mauti, linavunjwa. Utakufa bali utaishi, nawe utayasimulia matendo ya Bwana. Rabosa, tunafuta hayo matango. Ribosa, inua juu mikono yako. Mlioko mbele, inua juu mikono. Inua juu mikono. Kwa damu ya Yesu. Sema Bwana Yesu. Damu ya Yesu. Sikiliza ufunuo. Sema damu ya Bwana Yesu. Ninaita nafsi yangu. Ninaita nafsi yangu. Sasa unasikiliza, sikiliza kitu cha muhimu. Achia mkono wa jirani. Inua mikono yako, tufunika macho. Utataja jina lako fulani. Kwa mfano angalia. Isaac Joe. Hey. Funika macho. Kila mmoja na jina lake. Utataja jina lako. Kuna kitu utakiona. Kuna kitu kitafunguka. Papu. Alafu ghafla unakuwa kwenye nchi nyingine. Nchi ya walio hai. Unatoka kwenye bonde la uvuli wa mauti. Sema Bwana Yesu. Ninaita nafsi yangu. Itoke shimoni. Nikitaja jina langu, taja la kwako. Amen. Nimeeleweka vizuri. Ninaita nafsi yangu. Itoke shimoni. Isaac Joe! Ribasaya. Ropo. Rasapaka. Yahweh. Teremsha mikono yako. Wanaweza kurudi taratibu. Kuna watu tumesogea. Wanaweza kurudi taratibu, warudi taratibu. Sheke mayanta. Rabasaya. Tunapoelekea ni kuzuri. Kwa hiyo tunaenda kuzuri. Najua nguvu ya Mungu iko juu yako. Muda wetu umesogea sana. Simama na sadaka yako. Muda wetu umesogea. Simama na sadaka yako. Kuna nguvu kwenye madhabahu isiyokuwa ya kawaida. Umekuja leo, Mungu akusaidie usikose siku zote kama hautasafiri. Kama utakuwa safarini, okay, Mungu akutangulie. Lakini kama hautasafiri usikose. Shika sadaka yako nzuri, inue kwa mkono wako wa kuume juu. Inue juu kwa mkono wako wa kuume. Alafu omba haya maombi baada yangu. Sema, Mungu uliye hai, ninakushukuru kwa sababu umenihudumia. Ninapokea kwa imani katika jina la Yesu. Amen. Chomoka mara moja, kimya, njoo tuwe sadaka. Chomoka mara moja, chomoka. Tunza simu yako vizuri, pochi yako vizuri. Kwa nia njema tu, hatuna nia mbaya. Kwa nia njema tu, tunza hiyo pochi vizuri, simu yako. Kwa nia njema tu.
kwa nia njema tu. Rabo sekema yanta. Thank you Lord. Thank you Jesus. Mzee Kinyama Songo, asante sana Baba. Na Mungu atunze hayo mafuta. Kola ikija isiondoe mafuta, kaongeze mafuta mengi zaidi. Jesus. Ribo seke mayanta. Rapa paposa. Rapa paposa. Rapa paposa. Mungu aliyenitoa msikitini ndio ameniitia kazi hii ya ukombozi. Lazima uvuke ng'ambo. Bila kupoteza muda, nimkaribishe mchungaji kama ana matangazo. Kimaliza hapo ni baraka tuwae nyumbani. 2 tayari. Shangilie Bwana Yesu kwa makofi. Nikuombe kitu kimoja, mtu wa Mungu, unisaidie kumwalika na mwingine. Amen. Wangapi wanasema watawaalika na wengine? Asante sana. Mungu akubariki. Baba karibu sana. Makofi wakati baba anakuja.